Mtazamaji wa Biomedia popote pale ambako unaendelea kutazama taarifa mbalimbali, ni kuambie karibu sana. Jina langu ni Official Rose D. Usiache kusubscribe, kushare, kulike na kucomment kwa ajili ya kuwa mtu wa kwanza kupata taarifa mbalimbali. Tuangazie taarifa ya Afande Sele amevunja ukimya kuhusu maandamano Sabasaba, atoa siri kinachofanya Watanzania waandamane. Nini ambacho amezungumza Afande Sele akiwa ni msanii mkongwe wa muziki wa kizazi kipya nchini Tanzania? Jina lake ni Selemani Msindi maarufu kama Afande Sele. Yeye ameibuka na kutoa maoni yake kuhusu wimbi la wananchi wanaozungumzia maandamano nchini. Na kupitia video ambayo ilichapishwa kwenye ukurasa wake rasmi wa Instagram, msanii huyo alieleza mtazamo wake kuhusu sababu ambazo pengine zinawafanya baadhi ya wananchi kuona maandamano kama njia ya kuwasilisha kilio chao. Katika maelezo yake, Afande Sele alisema kuwa hakuna mwananchi wa kawaida anayependa kuacha shughuli zake za kila siku za kutafuta kipato na kwenda barabarani kwa hiari, huku akijua anaweza kukutana na mazingira magumu. Na anasisitiza kuwa hali hiyo hutokea pale ambapo wananchi wanahisi changamoto zinazowakabili zimekuwa za muda mrefu bila kupatiwa ufumbuzi wa kuridhisha. Msanii huyo pia alitaja baadhi ya changamoto zinazozungumzwa mara kwa mara na wananchi, ikiwemo ugumu wa maisha, ukosefu wa ajira kwa vijana, pamoja na kero mbalimbali za kiuchumi. Na kwa mujibu wa maelezo yake, mambo hayo yanaweza kufanya baadhi ya watu kuona maandamano kama njia ya mwisho ya kuwasilisha sauti zao baada ya kuhisi kuwa njia nyingine hazijazaa matunda. Lakini kauli za Afande Sele zimeendelea kusambaa kwa kasi kwenye mitandao ya kijamii, huku zikizua mjadala kutoka kwa watu wenye mitazamo tofauti. Wapo waliokubaliana na hoja zake wakisema kwamba amezungumza kwa utulivu na kuwasilisha ujumbe wake kwa namna inayochochea tafakari, wakati wengine walisitiza umuhimu wa kutafuta suluhisho kupitia njia za mazungumzo na kufuata taratibu za kisheria. Lakini katika sehemu ya maoni ya video hiyo, idadi kubwa ya watumiaji wa mitandao ya kijamii walionekana kuunga mkono namna alivyoeleza hoja zake. Baadhi ya maoni yaliyojitokeza ni pamoja na pointi kaka mkubwa, huku mwingine akiandika ujumbe mzito ila umefikishwa kwa akili nyingi sana. Wengine waliandika kweli kabisa, na kaka kuna muda na kuelewa, ukitulia unakuwa na madini sana. Maoni mengine mengi yalionyesha kuwa baadhi ya wananchi walivutiwa zaidi na namna ujumbe ulivyowasilishwa kwa utulivu na hoja kuliko kutumia lugha ya uchochezi. Pamoja na maoni hayo, kulikuwa na pia wachangiaji waliotoa mitazamo tofauti, wakisitiza umuhimu wa kila upande kuendelea kuheshimu sheria za nchi, kuimarisha mazungumzo na kutafuta njia za amani katika kushughulikia changamoto zinazowakabili wananchi. Mjadala huu umeendelea kuonyesha jinsi kauli za watu maarufu zinazoweza kuibua mijadala mikubwa kuhusu masuala yanayogusa jamii na maendeleo ya taifa.